Ilikuwa siku ya mvua kubwa sana. Umeme ulikatika katika mitaa yote, na hasa mitaa ile iliyokuwa imechangamka ilikuwa ndo matata zaidi. Na moja ya mitaa hiyo ilikuwa ni mtaa wa Kilongoni, isipokuwa kwenye supermarket moja tu mpya iliyojengwa hivi karibuni ndo kulionekana kama vile kuna umeme, supermarket ya Jiwa la Moto. Basi ilikuwa inang'aa kwa taa za kijani na nyekundu kama jicho la nyoka vile kwenye giza. Juma, kijana mmoja mwenye miaka 25 hivi, alikuwa amerudi nyumbani na kugundua kwamba chumvi, sukari na sabuni zote zilikuwa zimekwisha. Na yeye mara nyingi alikuwa amezoea kununua katika maduka ya kawaida tu ya mtaani. Basi baada ya kuona vitu vyake vimekwisha, akaona sasa hakuna haja ya kwenda kwa Mamlela tena pale anaponunuaga siku zote muuza duka la jirani kama ilivyokuwa kawaida yake. Basi akasema ngoja leo nikajaribu kwenda kwenye hii supermarket mpya, na ina kila kitu hii, na ninaona kama vile ina bei pungufu sana. Basi alichukua mwavuli wake, akavuka mtaa na kuingia ndani ya hiyo supermarket. Mara tu baada alipovuka milango ile ya mlango wa ile supermarket, mlango ukajifunga kwa kishindo kikubwa sana kisicho cha kawaida. Saa yake ya mkononi ikasimama. Simu yake aliyokuwa ameishika ikazimika. Nuru ya taa ikawa ya kijivu hafifu mle ndani. Basi Juma akaogopa, akapiga kelele, lakini hakuna aliyemjibu. Ilikuwa kimya kama kaburi. Katikati ya mambo hayo, akaona bidhaa zimejipanga vizuri, lakini kuko kimya. Hakuna mtu, hakuna mteja, wala anayeuza, lakini bidhaa zimepangwa vizuri kabisa. Basi akaona bora achukue sukari, sabuni na chumvi, akavichukua. Lakini kila alivyoweka kwenye kile kifaa cha kubebea vitu, zile bidhaa zilikuwa zinabadilika rangi. Nyingine inakuwa nyeusi, nyingine inakuwa nyekundu. Lakini Juma hakujua hilo. Aliona sukari na chumvi akavichukua. Basi akaweka kwenye kile kikapu. Alihisi sasa kama vile kuna mkono wa baridi ikiwa inamgusa mgongoni. Alipogeuka hakuna mtu. Basi alipokuwa anashangaa nifanyeje, akasikia sauti ya kike ikisikika kutoka juu ghorofa ya pili. Sauti ilicheka. Ikasema, haya, wewe ndo utaleta mwisho wa wafanyabiashara wetu wadogo? Haya, karibu kwenye malipo yako huku. Basi Juma alijaribu kukimbia, lakini sakafu ikawa tope la damu. Yaani ikawa ni damu tupu pale chini. Basi aliteleza na kapu likadondoka. Kila bidhaa aliyochukua ikageuka kwa kitu cha kutisha. Sabuni aliyoichukua ikawa jicho la mwanadamu. Na sukari ikageuka kwa mawe meusi yenye harufu ya moto. Chumvi ikawa vidole vilivyochomwa moto. Ni ajabu. Juma akaona leo nimeingia choo cha kike. Kwa nguvu za ajabu alivutwa kuelekea sehemu ya malipo. Yaani alikawa kama vile kuna nguvu inamsukuma, ambapo kulikuwa na mfanyakazi mmoja tu, mwanamke mrefu mwenye uso wa nusu mtu nusu fuvu. Yaani alikuwa ni kama vile skeleton. Basi Juma akapelekwa mpaka ile sehemu ya malipo. Kwa bei ya chini umenunua roho yako, alisema kwa sauti, yani kama vile ya vifo vya watu wengi sana kwa wakati mmoja. Sauti iliyokuwa yani kama inanguruma. Alipopiga kelele, Juma alianguka chini hapo hapo, akazimia na kupoteza fahamu. Asubuhi yake sasa, Juma aliamka akiwa katikati ya supermarket, akajiona akiwa amevaa nguo ama uniform za wale wafanyakazi wa supermarket. Basi Juma akawa anashangaa,
imekuwaje? Nipo nimesimama hapa. Akawa ameshasahau hata kilichomtokea. Lakini sasa hakuweza kutoka nje. Alikuwa miongoni mwa wafanyakazi wa supermarket hiyo ya laana, mwenye sare na tabasamu feki. Yeye sasa ni mmoja wa wale waliopotea kwa bei rahisi. Kila siku supermarket hiyo huwa inawinda mnunuzi mwingine anayekimbia kule bei za juu kule nje na kutaka bei rahisi, huku akiacha mikono ya wauzaji wa kweli katika jamii kule. Basi Juma akaona sasa sijui nifanye nini. Sina la kufanya. Matokeo yake ilimjia sauti. Ikasema, wewe sasa ni mmoja wetu. Haumu ukiingia hutoki. Na sasa huu ndio mwisho wako. Na sasa tutahitaji wengine walio na tabia kama ya kwako. Basi hapa tunajifunza kitu kutokana na hii hadithi yetu. Kwa kweli si kila kitu kinachong'aa ni dhahabu. Supermarket zinaweza kuwa ni rahisi, ni sawa, lakini kuna thamani inayopotea pole pole katika jamii tunayoitegemea. Si vibaya sana kwenda kwenye supermarket, lakini pia tukumbuke hata kuwatia moyo na wale wauzaji wengine walioko huko nje, wauzaji wadogo wadogo. Na pia tusidharau yule waliotusaidia mwanzo, yani wauzaji wetu wadogo, masoko yetu huko, tukakubali na kutaka vile vipya ama vikubwa ambavyo ni vya kisasa. Asante kwa kunisikiliza na kuwa nasi mpaka mwisho. Kwaheri.